Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameishutumu vikali Israel kufuatia uamuzi wake wa kutambua rasmi mauaji ya kimbari dhidi ya Waarmenia, akidai hatua hiyo inalenga kugeuza mwelekeo wa mjadala wa kimataifa kutoka kwenye vita vinavyoendelea katika ukanda wa Gaza. Erdogan amesema Israel inatambua suala hilo la kihistoria kama silaha ya kisiasa ili kupunguza shinikizo na ukosoaji unaoikabili kutokana na operesheni zake za kijeshi dhidi ya Hamas na athari zake kwa raia wa Palestina. Akizungumza baada ya kikao cha baraza la mawaziri mjini Ankara, Erdogan alisema Uturuki haitatoa uzito kwa kila alichokiita tuhuma na propaganda zinazoelekezwa dhidi ya nchi yake na viongozi wa Israel. Alisema kuwa serikali ya Israel haina uhalali wa kuituhumu Uturuki wakati kwa mujibu wa kauli yake dunia inaendelea kushuhudia maafa makubwa ya kibinadamu katika ukanda wa Gaza. Erdogan alisema hatuzipi uzito kashfa zinazoelekezwa dhidi ya nchi yetu na mtandao wa mauaji ambao una damu ya watu wasiopungua 70,000 wasio na hatia, wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto. Kauli hiyo imeongeza mvutano wa kisiasa na kidiplomasia kati ya Ankara na Israel ambao tayari umekuwa mkubwa kutokana na tofauti zao kuhusu vita vya Gaza. Rais huyo alisema kuwa Israel imeamua kufufua mjadala kuhusu mauaji ya kimbari dhidi ya Waarmenia katika kipindi ambacho inakabiliwa na ukosoaji mkubwa wa kimataifa kuhusu operesheni zake za kijeshi za Gaza. Kwa mtazamo wake, hatua hiyo inalenga kuondoa umakini wa dunia kutoka kwenye hali ya kibinadamu inayowakumba wa Palestina na kupelekea mjadala kwenye masuala ya kihistoria. Katika kutetea msimamo wa nchi yake, Erdogan alikumbusha historia ya Uturuki wakati wa vita vya pili vya dunia, akisema nchi hiyo iliwapa hifadhi Wayahudi na watu wengine walikuwa wakikimbia mateso ya utawala wa Wanazi. Alisema historia hiyo inaonyesha kuwa Uturuki ilisimama upande wa ubinadamu wakati wa kipindi kigumu cha dunia na kwamba wanaojaribu kuichafua leo wanafahamu vizuri mchango huo wa kihistoria. Aidha, Erdogan alisema wale wanaishutumu Uturuki kwa kutumia swala la mauaji ya kimbari dhidi ya Armenia wanafanya hivyo ili kuficha kile alichokiita ukatili unaoendelea Gaza. Alisisitiza kuwa badala ya kujadili madhara ya vita kwa raia wa Palestina, baadhi ya viongozi wa Israel wameamua kuelekeza mjadala kwenye masuala mengine ya kisiasa na kihistoria. Kauli hizo zimekuja baada ya Israel kutangaza kutambua rasmi mauaji ya kimbari dhidi ya Armenia yaliyotokea mwaka 1915 kipindi cha mwisho cha utawala wa Ottoman. Swala hilo limekuwa chanzo cha mvutano wa muda mrefu kati ya Uturuki na mataifa mbalimbali, huku Ankara ikiendelea kupinga matumizi ya neno mauaji ya kimbari na kusema kuwa vifo vya Armenia vilitokea katika kipindi cha vita na machafuko ya wakati huo. Wakati huo Nikol Pashinyan amechukua msimamo wa tahadhari kuhusu hatua ya Israel. Akizungumza na waandishi wa habari, alisema Armenia haioni sababu ya kutoa maoni kuhusu uamuzi huo kwa sasa kwa kuwa haitaki suala la mauaji ya kimbari dhidi ya Armenia litumike kama silaha ya kisiasa katika migogoro ya kimataifa. Pashinyan alisema ni kwa manufaa ya Armenia kuepuka kuingia katika kile alichokiita kugeuzwa kwa mauaji ya kimbari kuwa silaha ya kisiasa, kauli ambayo inaonekana kuonyesha msimamo wa tahadhari licha ya uamuzi wa Israel kutambua rasmi tukio hilo la kihistoria. Mvutano huu unatarajiwa kuongeza tofauti za kidiplomasia kati ya Israel na Uturuki, huku vita vya Gaza vikiendelea kuwa chanzo kikuu cha mgawanyiko kati ya mataifa hayo mawili. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.